Hello, what's up guys? Today my name is Mohamed Joseph. Welcome back to the channel. Tunawakaribisha sana. Hapa nimekuja Nyamwini, nimekuja kuchunga. Ninashukuru sana watazamaji wangu kwa mmenisupport hadi sasa hivi. Sasa hivi mnaona nimekuja hapa kwenye miti ya ndege, nimekuja kuchunga ng'ombe. Naona kama hapa sehemu ambayo nachunga ng'ombe, sasa hapa ni sehemu nzuri sana, sehemu ambayo nyasi ipo. Inamaanisha kama sasa hivi ukifikisha kama muda wa saa 6 hivi, na maana nyasi zitakuwa ziko vizuri. Sasa ndugu zangu, naomba sana usupportiane. Naona kabisa huku Kenya kitu ambacho napendaga ni vile tunaona mazingira ya miti. Napanda miti kama hii, miti ya ndege. Hii ni miti ya ndege ambayo ni miti ya kujenga. Chini naona kabisa, naona miti inakujaga vizuri. Na hapa sasa naona nakuaga na vitu vingi sana. Kuna matunda, naona kuna matunda ndo hayo. Ni tunda wanataga passion, na kuna avocado. Kuna avocado. Naona hii ni avocado. Naona ni avocado ambayo iko vizuri kwa sababu ambayo imeota sehemu kwa miti. Ikiota kwa miti ambayo sehemu haisumbuliwi na kitu chochote. Mbolea ipo, kila kitu kipo, ina maana ina uwezekano wa kusurvive, wa kuishi vizuri. Sasa ndugu zangu, mimi napenda sana uwepo wenu. Ninashukuru sana kwa sababu mnanisupport. Nimeshukuru sana, na sasa hivi sasa nimeanza kuenjoy sana kwa sababu naona watu mnanifuatilia. Na kitu kingine sasa nafurahia sana ni uwepo wenu, kwa sababu sasa hivi nimeanza kujihisi kama nimeanza kuchoka kwamba na uwezo kana kuenda nyumbani. Kama nyumbani sasa nataka niende nikajenge. Ndio maana sasa muda mwingine ninachoka kufanya kazi, lakini kwa sababu nyie mnakuaga mko, ni vizuri sana. Ni vizuri sana tuje tunasupportiana. Kama mimi nafurahia sana mkiwa na mimi. Natamani siku nitaenda Burundi, yaani mje mnatazama video zangu hivi. Kwa sababu nikifika hivi kama mwezi wa 5 au wa 9 nitakuwa nimefikisha vigezo vyote. Kama sasa hivi nakimbilia kuangalia Ochini Hours. Kwa sababu Ochini Hours ni kitu kigumu sana kupata. Ochini Hours ni kitu kigumu sana kupata, ndio maana najikuta ninatumia nguvu nyingi ili nione kwamba na uwezo wa kutafuta hiyo Ochini Hours niipate. Hapa ninachunga ng'ombe. Kuna miti kabisa, hii ni kama mito ambayo ile ya kutengeneza kama zile nyumba za miti. Hii inawezekana hii ya kukaa pale chini. Kaa pale chini unakuta yani mazingira yanakuaga vizuri sana. Yanakuaga smart. Sehemu nzuri sana isee. Hii inaonekana hapa sasa, kutoka hapa humo ndani nitatoka muda wa saa 7 saa 8. Hapo nikitoka hiyo muda inamaanisha ni kama nitakuwa ng'ombe zinaanza kushiba. Sababu hapa naona kuna tunyasi. Natwe mu Burundi reka turanezererwa n'ukuntu tuba tubona abantu benshi muriko murakurikirana buri kintu turiko turakora. Kubera ni ibintu byiza cyane, kandi bishimishije. Ibintu byiza cyane kandi biraba bishimishije kabisa.
Hello guys, today my name is Mohamed Joseph. Subscribers, like, comment. Nashukuru sana ndugu zangu wakati mnaochi video zetu. Sasa hivi tunaelekea maeneo tuko Nyamwini. Tuko Nyamwini, tunaelekea maeneo ya Mtoni. Mnaona vile mnaona mazingira yako vizuri sana. Mazingira yako vizuri sana, ni mto ambao sana mnavyoona. Sasa hivi vile jua limekauka, lakini mnaona zenye siku zinaenda ndo inazidi kukauka. Kwa maana sasa kuna muda mwingine tu tunajibidi tuangalie changamoto za ng'ombe. Kama ng'ombe labda itoke sehemu mbali sana ndio ikuje utafute nyasi sehemu ya karibu. Sasa ndugu zangu, ndio maana sasa nawaambia inabidi tusaidiane sisi wenyewe. Inabidi sisi wenyewe tusaidiane kwa kutokana na vile tunaona mazingira na kuwa. Tuone kwamba ng'ombe labda zinaweza zikapata mazingira mazuri. Sasa ndo nazipeleka mtoni tuone kwamba labda zinaweza zikashiba hata kidogo. Tuone kwamba zinaweza zikashiba. Naona watu wanalima. Hii ni sehemu ambayo ilikuwa na miwa, lakini kwa kutokana na vile naona inabidi labda mtu alime ila pande mahindi, kwa sababu miwa muda mwingine inakuwaga haina thamani sana venye inatakiwa. Good. Shika.
mke. Lakini mnafanya vituko. Sasa mnatumia wadosi? Au usinichukua mimi? Sasa mdosi anione na hiyo nywele nyeupe. Baadaye unanichukua. Sio wewe. Wewe, wahi. Sijui hata ingine ndio hiyo. Sijui kwanza. Hiki tutaikuta hapa. Ingine ndio hiyo. Hecho. Chico. Oi, oh. Hello, what's up guys? I say. N'imiruho ni mibi mamaye. N'imiruho ni mibi kubera ni kazi nyinshi dukora ugasanga keshi na keshi ugasanga pesa ndo hakuna, kwa sababu unajua kuna vitu vingi sana unaweza kufanya lakini unakuta kitu ndo hakuna kabisa. Kwera unaona ibyo uri kurakora byose lazima ushirikishe kila kitu Mungu, kwa sababu kama ukijifanya kila kitu kwamba ni wewe mwenyewe unaweza kana kukosa kitu kama pesa nini. Ndio maana sasa tunajikuta watu wengi sana babuze abantu babo kubera baba bariko barakora ibintu bitajanye. Ndio maana nawaambia kwamba ukiwa unafanya kitu ambao wewe unajisamini au unajipenda, inabidi wewe mwenyewe ujisamini. Sio kwamba kubera ibintu bye byose uri kurakora ngo mara usanga uri kurabyikorera atamuntu muri kurabibwira ngo niho ngo mana ngo ubuzima bwawe bwohinduka na gatonya. Ntabwo bwohinduka utenze kureba ukuntu wabigenza. Naona kama mimi hapa ninafanya kazi nyingi, kazi za kuchunga, ugasanga rero abantu benshi bariko barangaya, kutana kudharau sana. Nakuta sasa muda mwingine lazima utumie akili za ziada kwa sababu kuna vitu vingi tu inaweza kukusaidia. Maana inaweza kusababisha ukawa mtu mwingine, kwa sababu unajua kama hujui kusoma kuna uwezekano Mungu kukupea akili zingine tu za kufanikiwa. Unajua kama mimi napendezwa na watu wengi sana, kwa sababu kama mimi sijui kusoma lakini unakuta ibintu byinshi ndabizi cyane kusanga rero abantu benshi bariko barambonera wivu, kusanga rero baguma bangaya kubera hari ibintu bimwe mba ndabarusha. Ngira ngo bari mu jigiti kubera abantu uri kurakora rero uri nko mwipoli mpaka nyene haba harimo utuntu duke two ziragira. Tunapenda sana uwepo wenu, kama tunapenda mkiwa mnaangalia video, mnatazama, mna like, mnakuta mna subscribers. Kwera ni ibintu byinshi cyane ibyo uri kurakora abantu benshi bakabikunda. Of course unajua kama kuna vitu unaweza kutengeneza ukiwa huku, ukaenda Burundi ukajikuta kuna faida kadhaa unaweza kupata, au kuna mambo mengine unaweza kupata. Sasa ndio maana kujikuta sasa lazima uwe mjuaji, lazima uwe ni mjuaji.
Naona hii miti ni safi sana. Hii ni miti ambao wengi wanapenda kuitafuta kwa ugonjwa mbalimbali, lakini unakuta hii miti sasa huku sisi hata tunaikata kwa sababu tunaona haina faida. Hizi zinakulaga tu. Chacho titaliuza zote. Hizi ni za kwa ma-YouTuber huko chini huko. Vinafanana. Anaweza peana ukimwomba tu. Ukimwomba anaweza kukupea. Hello guys, today my name is Mohamed Joseph. Welcome to my channel. Nilikuwa nimekuja kuangalia huyu mgasia. Huyu ni mgasia ambao ni mti mzuri sana. Mti ambao ukiwa unatengeneza kama nyumba ya miti unaweza kutengenezeka nao. Na unaona kuna migirevalio, kuna nanili hizi. Na hizi zinakuwa ni dawa ya ng'ombe sana hii. Mubirizi, nitaga mubirizi. Hizi zinakuwa ni dawa za ng'ombe sana. Sasa ndugu zangu, tunaomba sana sponsor yenu kusubscribers. Tunajuaga huku Nyamwini ni wengi sana, naona wanajenga na kuna makanisa mbalimbali. Naona kama hii ni kanisa ya Jumamosi. Naona nyumba zinakuwa ni nyingi sana. Sasa ndugu zangu, tunaomba sana support yenu ili tuone kwamba tunaweza tukapata nguvu ya kupata video za kuja tunapost. Kwa sababu unajua kama siku hizi tunachunga njiani kwa kutokana na vyenye nyasi haipo. Ndio maana sasa unakuta tukiwa tunatafuta kama hizi hapa, unaona nyasi. What's up guys, today my name is Mohamed Joseph. Welcome my YouTube channel. Karibuni sana huku Nyamwini village. Tunawakaribisha sana, mnaona mazingira. Sasa hivi tunateseka na nyasi. Unaona kabisa chanzo cha kukosa stima huku Nyamwini ni hicho hapo. Unaona nani nguzo iliharibika, ndo hiyo. Hi guys. Sasa inabidi sasa hivi nyasi inabidi tuje tunachunga, tunaangalia tu maeneo na njiani kama upembezoni wa mashamba, ndio unakuta kuna nyasi kidogo. Sasa naona kama hapo sasa ndio unakuta nyasi bora tu. Kwa kutokana na vyenye unaona mazingira, unaona kama hapo vyenye unakuta pamekuwa ni kutokana na vyenye nyasi hakuna. Inabidi sasa mtu anakuwa anatafuta kila mbinu ili ng'ombe ishibe. Ndio maana muda mwingine tu ukiona mtu amekuja kukufanyia kazi, usimdharau sana kwa kutokana na vyenye unamuona, kwa sababu yeye anakuwa na mbinu nyingi sana za kukuchungia na
ng'ombe zako zishibe. Naona kama hapa wamelima, lakini sasa hivi tuko mwezi wa 8 na tunaelekea wa 9, lakini bado mvua haijanyesha. Ina maana hiyo ni makosa. Inabidi kama sasa hivi mvua ingekuwa imenyesha, watu wangekuwa wamepanda mahindi, hata wengine wangekuwa wameshaanza kupalilia, lakini kwa kutokana na vinyi hakuna, inabidi sasa mtu anajisonta tu polepole. Sasa ndugu zangu, tunaomba sana, unajua ni vizuri sana kusapotiana na kuangalia chenye watu wanakuwaga wanafanya, kwa sababu unajua kama kazi kama hii inakuwaga ni kazi ngumu sana sana, kufanya kazi ya ng'ombe na nyasi hakuna, au mtu hajanunua rushaga, inakuta ni changamoto sana. Kwa maana unajikuta kama hapa ng'ombe inatembea polepole, labda mwisho wa siku inaweza ikapata nyasi kidogo. Lakini kama hapa tu ni vizuri kwa sababu kama sasa hivi nimetoka tu, jiulize, nimetoka Nyabuhanzi, sasa hivi nimefika Nyamwini. Nikitembea tu hivyo niende, mwisho wa siku tu ninazunguka tena hivyo, ina maana masaa atakuwa ameenda, ng'ombe zitakuwa zimeanza kushiba. Ndio maana sasa hapa inakuwaga ni kitu kizuri sana. Inakuwaga ni kitu kizuri sana sana. Unaona hii njia ni ndefu sana, si kama ni njia kidogo, ni ndefu sana, inafika tu. Hii inaelekea boda. Ndio maana sasa muda mwingine inakuwaga imekauka sana, inakuwaga na vumbi. Lakini ng'ombe, kwa sababu kama mtu yule alikuwa analima, ng'ombe inakuwaga kuna manyasi yako upande wa kule. Ng'ombe haiwezi kosa nyasi kwa sababu naona hapo vitu inakuwaga kuna vinyasi vimekauka, ng'ombe inatumia. Na vinyasi vinakuwaga vimekauka, ng'ombe nakuta imetumia vizuri tu. Najua kama mwezi wa 4 au wa 5 hivyo nitakuwa labda nimekamilisha, kutokana na uwepo wenu vyenye mtakuwa mnanifuatilia sana. Nitakuwa nimekamilisha subscriber na kila kitu, kama masaa 4 yote labda nitakuwa nimekamilisha, kwa kutokana na vyenye mtakuja mnaochi video zangu. Ndio inabidi sasa tutumie nguvu nyingi sana sana, ili watu tuone kwamba tunaweza tukaimprove. Shikao. Ndio maana mnaona sasa ni vizuri sana kuja tunatengeneza kitu ambacho Kenya kinaeleweka sana. Na watu wengi YouTube wanaichukia kisawasawa, lakini inabidi watu wapambane tu hivyo hivyo. Yaani nimechunga hadi sasa hivi. Sasa ndio nataka nielekee sasa huku Isibania. Tunaenda kunywesha ng'ombe. Tunaenda kunywesha ng'ombe Isibania. Unaona njia ndio hiyo. Hii ni njia inaelekea Isibania. Na bahati nzuri sasa huku Isibania walitengeneza ya daraja, lilikuwa hakuna daraja, lakini sasa hivi wameitengeneza. Na maana sasa hivi kila mtu anapita kwa vizuri kabisa. Anapita vizuri sana. Sasa ndugu zangu, mnajua sasa hivi huyu mbunge wanataka kuchagua huku Kenya ni mbunge mzuri sana. Kwa sababu yeye kila kitu naona anagharamikia sana. Ndio maana nakuta vitu vingi sana anatengeneza. Vitu vingi anatengeneza. Sasa naona hapa ndo tunaelekea sasa tunyweshe hizi ng'ombe, alafu tukitoka huku Isibania tuelekee hapo Nyabuhanzi ambao ng'ombe zilipotoka. Tuzipeleke huko zikae kidogo, halafu sasa ndo tuelekee nyumbani. I'm good.
Unajua jua sasa limeshakuwa huku. Sasa likiwa kuwa huku sasa nakuta kamera haiko vizuri. Naona kama haiko. Lakini hivi iko vizuri. Nakuta sasa naigeuza. Nakuta naigeuza. Sasa usijali kabisa. Tutakuwa na nyie, kila kitu kitawezekana. Asha, wow. Chino. Itakuwa vizuri sana. Daraja limetengenezeka sasa hivi, mambo ni maswali kabisa. Tukimbie. Ya. Naona mambo yako swali kabisa. Daraja limeshakuwa. Daraja limekuwa. Hamuoni maji ni? Washenze. Ya tuzipeleke huko ambao sehemu zimezoea, kwa sababu hapa ng'ombe zimeharibu sana. Mnaona ng'ombe zimeharibu sana hii mazingira. Hii maji ni machafu sana. Naona sasa ng'ombe haziwezi kunywa hii maji. Kama hizi zangu zimezoea tu kunywa maji masafi sana. Nimezoea kunywa maji masafi, ndio maana zinakuaga hivyo. Maji inakuaga ni machafu sana. Ngoja tuzipeleke hapa chini zikunywe haya masafi. Zikunywe haya sasa, ndio mambo yakuwe vizuri sana. Kwa vizuri sana, kwa sababu kama hapo unaona hiyo mazingira yote yameharibika kwa kutokana na vimekuwa natengeneza hiyo daraja. Ndio maana sasa tunyweshe hapa chini. Acha kuharibu maji. Sasa huu ndo mwisho wa video. Sasa inatakiwa sasa subscribers na like na comment, kwa sababu tumeshafika kikomo, na maana video itakuwa ni ndefu sana. Tukisema tuje tunaendeleza, itakuwa ni ndefu kupita maelezo. Toto nipigie ng'ombe kuja. Algongi. Ng'ombe. Ng'ombe zimeshashiba sasa. Hapa inabidi tuelekee kuchunga maeneo ya hapa mtoni.
tunafurahia huku sasa. Huyu mtu amepanda miti, lakini unaona bado hajapalilia, hajaanza kukata kama hizi miti, kwa sababu hizi miti najua na zenyewe zinaweza zikaharibu miti kama hii. Ndio maana sasa, kama ungekuwa ni mtu ambao unapenda kupanda miti, unawezekana ukakata hiyo miti, kwa sababu hiyo inakuwa haina kitu chochote inaweza kukusaidia. Hii ni fence ambayo hii miti ni mzuri sana. Naona kama huyu ukishika ng'ombe unaweza ukaitoa ngozi, kwa sababu nakoga na kuiba hatari sana. Mapera, naona mapera anaota sasa kwa shamba, kwa pori hii ambayo ni ya miti ya ndege. Naona hizo zote ni mapera, nakoga ni vizuri sana. Nataka nijitahidi nione kwamba ng'ombe zinaweza zikashiba, kwa sababu kama hapa naona nyasi zipo, naona nyasi ziko vizuri. Yote ni nyasi. Nyasi kama hii sasa ndo ambao ng'ombe inapenda, nyasi kama hii. Inabidi tunaangalia naona sasa shida ya kuchunga na ng'ombe ni hii. Unakuta kama ng'ombe imeacha kamba, imeikata, imeachana nayo. Ndio maana sasa muda mwingine ukiwa una ng'ombe ambao haisumbui, unaitoa kamba. Hii sehemu ni nzuri sana. Naona miti, sijui kwamba miti hii na yenyewe inaweza ikapigwa dawa, maana naona kama huu mti umekuwa vibaya sana. Yeah.
urabona ni ahantu heza cyane kandi habereye, kubera ino ni hakurya y'imipaka. Imipaka urabona iri hakurya hariya, hano naho ni muri Kenya gusa ni hakurya, ariko turashima kabisa, ibintu ni byiza, baragenderanira neza ata kibazo. Sasa ndugu zangu, tunaomba sana support yenu. Murabona ibintu ko ari byiza cyane, turashima, ata kibazo twariko turakurikirana nacyo. Unaona kabisa mazingira ya Nyamwini ni mazingira yanakuwaga ni masafi sana. Mashule yao yanakuwaga ni vizuri, yako smart. Mnaona hapa ni kwa Madam Felista, sehemu ambao wamelima nyasi za ng'ombe. Ameweka fence vizuri sana. Mazingira ya kuvutia. Basi inabidi sasa tufanye kitu ambao kenye kinaeleweka. Guys, mnaona maeneo yako vibaya sana, kwa sababu kitambo sana mvua ilikuwa inanyesha, unakuta sehemu kama hapo, unakuta sasa nyasi bado imeota, lakini kwa kutokana na vyenye mazingira naenda na badilika, unakuta sehemu zinakauka kisawasawa. Sasa inabidi siku hizi ng'ombe inabidi pambane kweli kweli, ili tuone kwamba tunaweza tukapata nyasi. Na stima siku hizi huku Nyamwini bado haijatumika vizuri, kwa kutokana na vyenye mazingira na kuwaga na badilika. Unakuta sasa nyasi hakuna, stima unakuta pana bovu sana. Naona hadi mboga zimekauka. Mboga zimekauka kadhaa sana. Ni vitu kadhaa sana ambao vimeharibika kwa kutokana na vyenye mvua hainyeshi. Unajua hata si nyasi tu, hata sisi binadamu mvua ikiwa hainyeshi, kuna uwezekano wa kukosa mahindi, vitu kama hivyo, vitu vya kukula, kwa kutokana na vyenye nyasi inakuwaga hakuna. Alafu mvua hakuna. Unajua hata visima ukiwa umevichimba inatokea inatokea changamoto ya maji, unakuta visima vimekauka sana. Kanisa la Katoliki Nyamwini.
Nimependa sana maeneo ya huku kwa kutokana na venye kuna wengine wanakuwa wanajua hali ya ng'ombe venye inakuwaka. Naona kama sasa hivi huku kuna mtu ambao huyu hajalima, na maana huyu bado anaelewa hali ya ng'ombe. Maana kuna wengine unakuta wanalima mapema mashamba yao ili waangalie kwamba ng'ombe, lakini kama sasa hivi hapa kwa kutokana na venye mtu hajalima, ng'ombe ina uwezo wa kutafuta tu chochote tu kama magaraganja na ikule. Ni kweli naona hadi ndizi zimeanza kukauka kwa kutokana na venye mvua inakuwaga noma sana. Ndizi zimekauka, ndio ujue kwamba sasa hapa imekuwa noma sana. Yaani imekuwa noma kuliko kitu kingine sana. Naona kama ng'ombe imeanza kushiba. Ukiangalia hakuna nyasi. Yenye unaweza sema kwamba ng'ombe itashiba. Ng'ombe zimerara chanjo kurambuka. What's up? Aisee, hadi nimechoka, nimekosa cha kufanya. Kuna vyenye unaweza ukatembea ukiwa unatafuta nyasi ya ng'ombe hadi unachoka. Na nakwambia hapa nimekosa kitu naweza nikafanya ili nione kwamba ng'ombe labda inaweza kashiba. Kwa kutokana na vile naona mazingira yamebadilika ovyo. Yaani mvua imekataa kunyesha. Ng'ombe unakuta sasa hapa zinakula vitu vingine ambao ni noma sana, havieleweki. Nakuwaga ni vitu vingine tofauti kabisa. Ni kuna muda unaweza ukafanya kitu hadi unakata tamaa. Hamna kabisa.